Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Januari 24 siku ya Jumamosi. Tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema kufunga mkanda, matumizi ya anasa yafutwa, marufuku kuienda dayari, lakini sherehe na zawadi fedha zaelekezwa kwenye miradi iliyokwama, halmashauri zaonywa. Hiyo ni kufunga mkanda, matumizi ya anasa yafutwa, marufuku kalenda dayari, sherehe za zawadi fedha zaelekezwa kwenye miradi iliyokwama, halmashauri zaonywa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini moshi mweupe, bima ya afya kwa wote, kaya maskini zaidi ya 276,000 zaula. Lakini korti yatoa hati msama na wenzake wakamatwe. Korti yatoa hati msama na wenzake wakamatwe. Lakini msako wadaiwa wa sugu wa kodi ya ardhi waanza. Msako wadaiwa sugu wa kodi ya ardhi waanza. Lakini zuio la isha Chadema kuamsha Dude. Chadema kuamsha Dude. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Kuna habari inayosema ahueni mzigo wa gharama za matibabu. Ahueni mzigo wa gharama za matibabu. Lakini asimulia alivyookolewa na kikohozi akiwa mochwali. Asimulia alivyookolewa na kikohozi akiwa mochwali. Na MV Mwanza yazinduliwa safari ya raha mustarehe. MV Mwanza yazinduliwa safari ya raha mustarehe. Na gavana aeleza Mzee Mtei alivyojitoa sadaka BOT. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema maumivu tarajiwa Marekani ikijiondoa WHO. Maumivu tarajiwa Marekani ikijiondoa WHO. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye inaandika ardhi yapata watumishi wapya. Ardhi yapata watumishi wapya 400 kwa mkupuo. Lakini kuna habari inayosema tume ya Jaji Chande kusaka maoni ngazi ya kata. Tume ya Jaji Chande kusaka maoni ngazi ya kata. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema bima ya afya kwa wote kuanza Jumatatu. Wanufaika wa kwanza ni watakaogharimia na serikali. Wanufaika wa kwanza ni watakaogharamiwa na serikali. Wakuu wa mikoa, wilaya, watumishi wa afya wafundwa. Lakini neema yafunguliwa uwezeshaji mitaji wachimbaji wadogo. Na Dr. Mwigulu atikisa matumizi serikalini. Dr. Mwigulu atikisa matumizi serikalini, agiza fedha zielekezwe kugharamia miradi yosimama wa kandarasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo. Linaandika wahitimu wa chuo cha NNT wanafanya vizuri soko la ajira. Lakini Joseph Butiku wanaotaka ning'atuke ni wahuni. Huyo ni Joseph Butiku asema wanaotaka ning'atuke ni wahuni. Lakini walimu Ikomba Msalaba wameleta mabadiliko makubwa CWT. Walimu Ikomba Misalaba wameleta mabadiliko makubwa CWT. Lakini NSSF yatoa elimu ya kustaafu kwa wanachama wake Iringa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini CTI yaipongeza serikali kwa ukaribu wake na wenye viwanda. CTI yaipongeza serikali kwa ukaribu wake na wenye viwanda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo pata la Mtanzania Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye lina habari inayosema Heche awaongoza wanachadema
maandalizi mwili wa mzee Mtei. Heche yawaongoza wanachadema maandalizi ya mwili wa mzee Mtei. Lakini kamati ya bunge yakutana kujadili sera ya mambo ya nje. Kamati ya bunge yakutana kujadili sera ya mambo ya nje. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini bima ya afya kwa wote sasa rasmi. Bima ya afya kwa wote sasa ni rasmi, na Dr. Akwilapo awamulika wadaiwa kodi ya ardhi. Dr. Akwilapo awamulika wadaiwa kodi ya ardhi, naeleza makamishna wa ardhi nchini wasaidizi kuhakikisha kila anayedaiwa anachukuliwa hatua za kisheria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, kwenye kurasa za mbele kuna habari inayosema ofisi ya ardhi zapatiwa vifaa vya tehama 1429 kuboresha utendaji. Lakini katibu mkuu UWT apongezwa kwa kuunganisha walimu. Na siku 100 za Samia, bima ya afya kwa wote ya IVA. Siku 100 za Samia, bima ya afya kwa wote ya IVA. Serikali yatangaza kuanza rasmi. Gharama ni shilingi 1,500,000 kwa kaya yenye watu wasiozidi 6. Lakini waziri Mchengerwa asema inaenda kupunguza mzigo wa matibabu kwa Watanzania. Lakini REA na ikopu za kubaliana kupeleka umeme kwa jamii pembezoni mwa mradi wa bomba la mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako wa Raia Mzalendo, kuna habari inayosema mapinduzi makubwa uwezeshaji mitaji kwa wachimbaji wadogo. Lakini TISEZA yatoa wito wa Tanzania wawekeze fursa mikoa ya Mara. TISEZA yatoa wito wa Tanzania wawekeze fursa mikoa wa Mara. Lakini Butiku au Mbogo asema hatang'oka kirahisi rahisi. Mwalimu Nyerere Foundation asema wazee ni tunu ya taifa waachwe. Lakini waziri wa viwanda ahidi kuendeleza ushirikiano na CTI, na wahitimu NIT wapewa mbinu za kupata ajira na kujiajiri. Hilo ni gazeti la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Leo, gazeti la Taifa Leo kutokea Kenya linaandika hatua ya Trump kugonga Kenya. Hatua ya Trump kugonga Kenya. Lakini Ida Odinga ateuliwa balozi UNEP. Ida Odinga ateuliwa balozi UNEP. Na Makenzele apata pigo jingine. Huyu ni Makenzele apata pigo jingine. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo. Lakini afueni kwa wakuza majani ya chai. Afueni kwa wakuza majani ya chai. Lakini tukiachana gazeti lako la Taifa Leo, tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye linaandika faida mabasi ya mwendokasi. Faida mabasi 99 mwendokasi Dar es Salaam imetekelezwa. Ni nini hiyo? Lakini habari inayosema imetekelezwa. Waziri mkuu agiza tathmini ya miradi. Huyo ni waziri mkuu agiza tathmini ya miradi. Lakini kiongozi awataka wananchi kuitunza miundombinu. Na kimataifa, Trump aiondoa rasmi Marekani WHO. Trump aiondoa rasmi Marekani WHO. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako Uzalendo Kwanza, linaandika kiwanda cha sukari Mkulanzi chaanza kuleta tija, na bima ya afya kwa wote imebaki siku 2 kuiva. Lakini Dr. Mwigulu atangaza mkakati wa kubana matumizi. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika watendaji kituo cha uokozi fanyeni kazi 24 hours. Watendaji kituo cha uokozi fanyeni kazi masaa 24. Lakini Dr. Mwinyi, msikiti itumike kutatua changamoto za jamii. Huyo ni Dr. Mwinyi asema misikiti itumike kutatua changamoto za jamii. Lakini SMT na SMZ kunufaika miradi mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kuna habari inayosema makosa makubwa ya jinsi yalipungua mwaka 2025. Huyo ni SP Kombo amesema makosa makubwa ya jinai yalipungua mwaka 2025. Lakini AU yaiondolea Guinea vikwazo. AU yaendolea Guinea vikwazo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahalisi linaandika waziri wa JPM akimbia nchi.
Vunja bei kupiga mabilioni ya walimu. Vunja bei kupiga mabilioni ya walimu. Warioba itoa CCM mafichoni. Hilo ni gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mwema linaandika bandari ya Dar yatia fora, mawaziri mpeche kufyekwa, tathmini kina yafanyika. Lakini unaanzaje kumliza kikongwe huyu? Hiyo ni gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Nuru lenye linaandika mikakati tista. Hilo ni gazeti lako la Nuru linaandika mikakati tista 2026 yafikia mikoa yote Tanzania bara na visiwani, yajipanga kutoa mafunzo kwa walimu wa EDK. Hiyo ni tista, yajipanga kutoa elimu mafunzo kwa walimu wa EDK. Lakini kuna habari inasema mkutano mkuu wa Tampro kesho, miradi ya taasisi kuanza Februari, na buriani Sheikh Ali bin Musa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Mwanahabari naandika chama kibabage kuwavaa wa Tunisia, lakini Yanga ya lala goli 2-0 dhidi ya Al Ahli, ya lamba tuzo bodi ya ligi, au ni Yanga walamba tuzo za kutosha bodi ya ligi. Lakini Chamulungu atua Namungo kwa mkopo, Chamulungu atua Namungo kwa mkopo. Lakini Sajigwa kocha bora Desemba Championship. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Machinga kwenye mchezo naandika Rahim Shomali kutua Singida Black Stars. Lakini Yanga yaangusha alama 3 Misri. Mbeya City ikiyapindua meza ya Mnasa Dilunga. Abuya mchezaji bora mwezi Desemba. Lakini kafu yathibitisha nyota wapya kutumika Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Pedro Abuya washinda tuzo Desemba, na Simba mguu sawa Tunisia. TRA United yaichakaza KMC, na serikali yapigilia msumari maandalizi ya Afconi 2027. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo kwenye michezo naandika shida iko hapa, Waarabu watia doa rekodi ya miezi minne. Lakini do or die ni Simba leo. Do or die ni Simba leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mchezo ni habari Yanga kupoteza alama ughaibuni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Simba leo dhidi ya Watunisia. Simba leo dhidi ya Watunisia. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.